kupitia MV New Mwanza ambayo ni meli ya kisasa yenye hadhi ya kimataifa, kubwa kuliko meli zote katika ukanda wa maziwa makuu na katika Afrika kama tulivyotoka kuambiwa, na mimi nimeishuhudia. Ina uwezo wa kubeba abiria 1200, tani 400 za mizigo, magari makubwa matatu, magari madogo 20. Hii ndio sifa ya nchi inayoweza kujitegemea kama Tanzania. Na Mheshimiwa Waziri wasiliane na Waziri wa Fedha awaelekeze Mamlaka ya Mapato Tanzania, mwatafutie kasehemu hivi na wenyewe waweke kwamba meli ni kodi zetu. Wenzetu huwa kutupatia msaada, hata choo tu cha shule ya msingi wanaweka bango kubwa. Sisi tumejenga daraja la Busisi kilomita 3 na sehemu, tumejenga meli kubwa ya aina hii, tumejenga kituo kile pale tulipopita cha kisasa na vifaa vya kisasa ambavyo hata mimi nilibonyeza tu hivi vikaniambia hali ya mawimbi kwenye ziwa leo ikoje. Umeona maneno haya? Inaleta heshima ya nchi inayojitegemea. Kwa kama ambavyo mmejulishwa, meli imepunguza muda wa safari kutoka Mwanza na Bukoba kutoka masaa 8 sasa atakuwa masaa 6 tu. Ukinywa chai na matoke kule Bukoba, unakuja unapata lunch na samaki hapa Mwanza. Ukinywa supu ya samaki hapa, unaenda unakula lunch na senene Bukoba. Hii ni hatua kubwa. Sema ni daraja la uchumi na yenyewe ina viwango vile vile vya kimataifa. Tutunze, tuchukue hatua zinazostahili za kitaalamu, vyombo vya majini, mambo haya ya reli za kisasa, mambo ya ndege hayataki mazoea, yanataka ufuatishe ushauri wa kitaalamu, kwa sababu hivyo ndivyo vilivyotengenezwa. Vinahitaji ufuatishe ushauri wa kitaalamu katika matumizi yake. Ina uwezo wa kubeba abiria 1200 na tani 400 za mizigo, pamoja na magari matatu makubwa na magari madogo 20. Meli hii ina urefu wa mita 92.6, karibu sawa na uwanja wa mpira wa miguu, na upana wa mita 17, ikiwa ni kipimo cha ghorofa 4. Meli hii imeundwa kwa viwango vya kimataifa. MV New Mwanza ina mitambo mikubwa, yani main engine miwili, kila mmoja ukizalisha kilowati 2380. Inayo vifaa vya kisasa vya kuongezea meli na ina mwendo kasi wa juu knots 16. Kasi hii inawezesha meli kusafiri kati ya Mwanza na Bukoba kwa muda wa masaa 6 mpaka 7 tu, tofauti na meli zilizopo zinazotumia wastani wa masaa 8 mpaka 10. Aidha, MV New Mwanza imewekewa lifti, yani elevator, ambayo itawezesha watu wenye mahitaji maalum kupanda na kuteremka kutoka melini kwa urahisi. Meli hii ina madaraja 6, ambapo daraja ya uchumi, yani economy class, lina uwezo wa kubeba abiria 834. Daraja la biashara, yani business class,
ina uwezo wa kubeba abiria 200. Daraja la pili kulala second sleeping class lina uwezo wa kubeba abiria 100. Daraja la kwanza lina uwezo wa kubeba abiria 60, na daraja la hadhi ya juu yani executive class lina uwezo wa kubeba abiria 4, na daraja la watu mashuhuri yani VIP class ambalo lina uwezo wa kubeba abiria 2. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ujenzi wa meli hii umetumia gharama ya takriban shilingi bilioni 120.562. Kama alivyosema mtendaji mkuu wa TASHICO, mradi huu umetekelezwa na kampuni ya Gas Intake Company Limited na Canam zote kutoka Afrika Kusini kwa ushirikiano na Suma JKT. Ushirikiano huu umewezesha uhamisho wa teknolojia na uzoefu kwa wataalamu wetu wa ndani. Mheshimiwa Waziri Mkuu, wakati serikali ya awamu ya 6 inapoingia madarakani, mradi huu ulikuwa umefikia asilimia 40 tu ya utekelezaji wake, huku mkandarasi akiwa amelipwa shilingi bilioni 40.644. Tunaishukuru serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo imewezesha mradi huu kukamilika kwa kutoa fedha zote ambazo ni shilingi bilioni 79.98 ambazo zimewezesha mradi huu kukamilika. Kwa ujumla, mradi huu kama nilivyosema umeharimu takriban shilingi bilioni 120. Meli hii ya kisasa imejengwa wakati mwafaka na wananchi takriban milioni 3.6 wa mkoa wa Mwanza watapata kutumia meli hii kwa ajili ya kuimarisha uchumi wao na kuendelea kuchangia pato la taifa. Wananchi wa mkoa huu ni wachangiaji wakubwa wa pato la taifa na tunachangia kwa asilimia 7.2 tukiwa mkoa wa pili kitaifa kwa kuchangia pato la taifa. Kuimarishwa kwa miundombinu hii kutapelekea mkoa wa Mwanza kuchangia zaidi ya asilimia 7.2 kama ambavyo inafanyika hivi sasa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakushukuru sana, na kwa niaba ya Wananyamagana tufikishie salamu zetu kwa upendo kwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa upendeleo ambao anaendelea kutupa sisi wananchi wa mkoa wa Mwanza. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa umuhimu sana tunaposherehekea uzinduzi wa meli yetu hii, wananchi wenzangu watakubaliana na mimi, ni meli muhimu sana kwenye suala la ukuaji wa uchumi wetu. Moja kati ya manufaa tunayokwenda kuyapata ni pamoja na manufaa ya kiutalii. Hii ni Tanzania Habari.